mzigo tayari. Mtoto akanyakua simu, mwambie hey, mama, uso muda wa simu ikapigwa nyundo kwa. Kwa hiyo simu ikazimwa. Kwa ina maana kama angemsanua hapa kabla hajamvalisha mangrasuti, ina maana hapa tayari huyu mama ameolewa. Na sunduri ndio hiyo sasa inawekwa katika utosi. Waindia wanaga shida kwenye ndoa. Ni cheni moja inaitwa mangrasutra, alafu na hicho kisinduri hapo. Na kuzunguka moto mara 7. Mke umechukua, hata kama mko wawili tu, hiyo ndoa imeisha hiyo. Hakuna mtu wa kuingilia hiyo ndoa wala nani. Ukimaliza raundi hizo 3 tu, basi ndoa mke ni wako, hakuna cha mahari, hakuna cha nini. Sasa unafuata usiku mmoja ambao unaitwaga usiku wa Suhangrati. Usiku wa kwanza kabisa wa ndoa kati ya bwana harusi na bibi harusi, ambaye wanaenda kuwa sasa baba na mama watarajiwa. Anaambia basi na mimi ndio mara yangu ya kwanza ya kuwa na moyo ulioridhika, kuipata harusi ambaye moyo wangu umekubali. Kwa hiyo huu serious wa mara kwa mara pia si upendi. Simu inaita tena. Hebu pokea kwanza na mimi nakuja. जानवी तुम्हें कितनी बार कहा है कि Janvi nini nilishakwambia usinipigie siku ya ndoa leo. We chifu, sio katuangusha mtoto mzuri huyo. Sasa huyu akaenda kuweka simu chaji. Lakini vipi, jambo hilo ni muhimu sana, hii ni mission ya maisha yako chifu. Sasa wako jela huko, wanampigia chifu wao simu kumzingua zingua. Ikatumwa ya miaka 50 picha. Ikafuata ya 45. Ikaja ya 30. Sasa ambaye nataka kumwambia mwanamke kila kitu. Chifu usimwambie ukweli. Wakati mama baada ya kugundua ile anaenda kuchukua bastola malizane na huyu jambazi, akagundua kaolewa na nani, na jambazi. Kaambia hapo hapo. Nini tena mama Narmada? Anaambia nilikuambia. Yaani umekuja kunioa kabisa. Anaambia nilikuwa sikutaka kukuweka katika wakati mgumu. Sogea, usinisogelee. Nitakushuti. Suju mtoto wetu pia. Asema Suju haihusiani na haya. Ikapigwa risasi ya bega. Watu wanasikia huko kwenye simu. Jamani, wakabidi wawashe mzigo. Fungua jela watoke wamfuate chifu. Mheshimiwa bwana. Ghafla ikapigwa chuma nje huko. Nani tena? Wauni baba. Washafika. Afu ni wauni wa kike. Lala chini. Hapa ni kina nani sasa hawa? Ukumbuke yule mzee alikuwa anapanga mpango leo. Anataka amalizane na hii kitu. Haya. Asema umeshajua location? Hao waliotoka jela nao wanawahi location. Huko watu wanakula magumi yani kama jiwe. Bahati mbaya aliovamia mchezo ni mtu mwingine kabisa. Yani anaambia nyinyi sasa mna sababu. Wewe mwizi, wewe afande, mnaoana. Kwa hiyo mnaigiza kuchesi na maisha yetu sisi, si ndio? Nimekwambia mwache mwenyewe. Hajui chochote huyo. Njoo nipige hukumu. Umekasirika Kaguswa ngoma hapo. Say. Makamzima, tulia wewe. Kwa unasema ushaye kupigwa. Kuna watu wamepigwa mpaka mtu akiambiwa sema maji, mdomo ukutani wa juu na wa chini. Unapigwa mpaka yani hujui hata. Mama aliangalia chuma inatoka kuelekea kwa mtu. Ghafla kuna mtu anaingia hapa. Nani tena? Anaibongia nyundo. Hafu hawamuoni. Huyu kakutana nayo. Huyu ni nani sasa huyu? Watu ikabidi wasambae msambao. Hapo mlangoni kwanza aliingia nao mlango. Aftaze kawashwa zote. Wale mabinti wamekuja hapa bado hawajafanya chochote, ila kuna kiumbe kimeingia hapa. Kishindo wake ni mzigo. Sasa wanamwangalia vizuri, kafanana na mtu ambao wao wanamjua. Tatizo ndo linapoanzia hapo. Alafu ana bonge la zigo. Sijui ana thyroid sijui ni kitu gani hiyo. Alafu anakula fegi. Alafu anakuambia terabab. Yaani babako ndo mzee. Mimi bado sana nakula bata. Hey, yuko serious na hilo lichuma. Alafu anakula fegi. Ana sura ya Sharuku hivyo hivyo.
Ha! Wavune baba. Watu wanavunwa mvuno. Woo! We, nani tena amenishika nyuma huko? Kaiweka fegi mdomoni, kaimeza kwanza afu kaitoa. Baba la baba. Ha, mtu anapigwa kipunda punda. Hapo mwingine anarushwa huko. Anaelewa sasa, wanamharibia mziki, ana headphone masikioni. Akabidi aweke headphone kwanza afanye hii kazi. Umri wake umeenda kidogo. Ni tofauti na yule ambaye tunamjua. Bwana Azad ambaye ni bwana jela, warden. Mabinti 6 walikaa pembeni kushuhudia hichi kichapo. Hawajai kuona mtu anapiga hivi afu anakula kwanja. Yuko busy na huo mziki na hilo chuma. So kuwavuna, yani ni kuwakaanga na kuwavuna. Unatemeshwa, alafu unatupwa huko. Umbavu. Sasa wanashindwa kuelewa kwamba huyu yuko upande gani. Mabinti kabidi watulie kwanza, kwa sababu hiyo mvuno huo sio wa nchi hii. Unaenda hapa, njoo hapa. Hapana. Katoa mkanda. Bonge la mkanda. Limkanda la chuma hilo. Sijui mkanda la Idi Amin hilo. Bonge la mkanda. Sasa kakutana na kibonge. Kaambia tulia we kibonge hapo. Kadundishwa shingo kule, kibonge hamna mtu. Wewe vipi? Unataka kupiga bado? Au kadondoshwa siga kidogo majivu hapo. Hapo kwa mfara ambapo tulia kijana, relax. Relax. Alafu sasa anaenda kukutana na huyo mtu aliambiwa amefanana na yeye. Kamkagua. Sema mbona huyu ni handsome kuliko mimi. Sasa anabidi ambebe aondoke naye. Si hatujui kitu. Anaambia huwezi kumsaidia huyo. Ninatakiwa tumuue. We ni nani? Anaitwa Rota. Vikram Rathore. Na wewe tena Vikram Rathore. Ambe, do you know my name? Vikram Rathore. Sasa hawa wanashangaa. Ili jina la Vikram Rathore ndo analisemaga yule bosi wao akienda kufanya mauaji. Akaambia sasa acha kwanza niondoke na mwana. Mambo mengine baadaye. Nyie rudini jela. Yaani hapa ni baba yake na mtu alitoka ndani, kuna mtu alizungua. Tunarudi mpaka Russia. Sasa kidogo tunatakiwa tupate ufumbuzi wa mzigo. Good evening everyone. Habari za muda huu. Anasema ni vigumu kuweza kuamini, lakini sisi ni mabusinessman, watu ambao tunafanya biashara na tuna ndoto ya kutimiza katika biashara za nje na ndani ya nchi. Tulianzisha kitengo cha biashara na kiwanda kizito sana ambaye kilikuwa kiko sehemu moja inaitwa Burnley. Lakini baadaye alikuja kutokea wanaita nini? Maandamano, kwamba kiwanda kinatoa moshi, wanakufa samaki kwa sababu yale maji yanatoka kiwandani. Wao wakadai kwamba sumu ni kali mno. Lakini katika haya maisha mambo bado. India ndio sehemu nzuri ya kufanyia biashara, kwa sababu ukiangalia kitengo cha India haina sehemu yote ya kutengenezea silaha. Kwa hiyo India peke yake ni sehemu ambayo tunaweza tukafanya biashara kubwa. Umeona? Kwa hiyo mkubwa vipi? Sasa je, kuna ile government expect iko? Yaani makubaliano ya kiserikali. Sema ndio. Yenyewe huwa inakubali haraka sana kwa sababu haina chochote, haina kiwanda chochote, yani haina hata kiwanda cha kutengenezea hata bomu moja. I am investing 20%. Kwa hiyo lazima tuweke 20% kwa 80. Anybody? Ambaye iko tayari? I'll give. Rest of the 80%. Anasema hiyo 80% ya mtaji uliobaki ni yekeni mimi. Basi tuongee. We chui tulia we. Raivani huyo ataka kuleta fujo. Money. Anasema inaitwa mafia money. They will mess with Ni pesa za mauaji. Kijimix vibaya unapoteza kila kitu. It's a deal. Anaambia hiyo deal fresh. Emergency call. Anasema kuna emergency call. Wanapigiwa simu huko, kuna maiti nyingi sana zimelazwa. Yaani hali ni mbaya. Kuna jamaa alijitokeza huko. Manish. Anakuja kukuta mtu wake anaitwa Manish, naye ni miongoni mwa watu waliolala hapa. Anasema ni muda gani nimeshakwambia? Businessman kama wewe unatakiwa uweze kucontrol kila kitu. Hisia, machale. Kunisikiliza.
na kiatu chako. मेरा गोल्ड Pigwa mpaka kiatu kikachomoka. अब इसके लिए पूरे शहर में आग लगा. Huyo aliyetafuta ugomvi na mimi ni nani huyo? ये तो वापस नहीं आएगा. Nafikiri kwamba bado मेरा anastahili. Huyu ni ndugu kwangu mimi. Mzee akasema kuna mtu amenishika makagari. Yuko wapi wewe boya? Kauliza mahali huyo jamaa alipo. इस केस का प्राइम सस्पेक्ट. Anasema huyu ndo muisiwaji mkuu anaitwa Azad ambaye ni bwana jela. आजाद Ukumbuke Azad alichukuliwa begani akaondoka na binti amesalia ambaye ni mkewe. से एक का जया मुझे अभी भी याद है. Hama binti wachache walikuja wakamhamisha. Anasema na wengine waliosalia 6 ईरम क्वीन ambao walifanya kazi ya kumteka waziri. है. Huyu binti naye alishawahi kuteswaga maisha yake. तो दोनों Baba yake alishawahi kuuawa na mwingine ambaye कल की mtaji kidogo unaye alishawahi kumuua mtu na jembe. Common fact. Huyu binti hao wote walifungwa jela. Hii backup ni backup ya mtu 3 ambaye wako watatu wengine इन लड़कियां भी. wakiunganishika wanakuwa 6. Wa 7 anakuwa ndio huyo bwana Azad. तुम कुछ भी कर लो, ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे. Kwa hiyo chochote utakachokifanya ukumbuke suspect mkuu anaitwa Azad आजाद की पत्नी हूँ मैं. na mimi ni mke wa Azadi. ईरानी अभी इस Azad kabibi. सारे स्टाफ को हमने हमारी टीम के लोगों से Kwa hiyo huyo Azadi hata akikamatwa akamatwe hai kwanza पास नहीं. kwa ajili ya kupata information vizuri. Mama anasema huyo Azadi ni mumewe. Kwa hiyo mambo yote kwanza yaendeshwe taratibu. Suji huyo hapa, mtoto mdogo. मम्मा Mama, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ulikuwa unafanya nini muda wote? क्यों पहनी है? Na ni kwa nini ulienda jela? का एक छोटा सा Anasema samani, kuna polisi operation inaifanya. तब Kwa hiyo mpaka nitakapokuja nyumbani naenda huko jela. कुछ भी करे किसी का विश्वास नहीं करोगे. तुम्हें सिर्फ ईरानी Ukumbuke mama naye ameisiwa kwa kuwa ni mke wa Azadi, kwa hiyo walimweka jela. Kwa hiyo utaishi na huyu anko Kirani, sawa? Mpaka nitakaporudi nyumbani. Hapa mtoto amekuja kama visitor. Umeona? Yaani msalimu anemsalimia mtumiwa. Anasema baba vipi? Anasema naye yuko kwenye hiyo operation. Nitamtoa nikuletee babako. चेक. Sasa wanamvalisha mapigo, wanamvalisha device ili aweze kuingia kwenye kila sekta. Akajiwekea ngeo kwanza. Kisha wakampeleka kwenye hiyo jela. Watu wanapiga mangoma wanaita Azadi Azadi, wanamtaka bwana jela wao. Hapa sasa upelelezi ni kwamba bwana jela Azadi kaenda wapi? Lakshmi, mbona komboe huyu asije kafa. Saki maji. आजाद आजाद. Kila mahali Azadi Azadi. Sikia jela anavyoitika Azadi. उसी की वजह से यहाँ पे Eti niko hapa kwa sababu yake. वो मसीहा नहीं है जिसकी तुम गुण गाते. Na hii sio mission ambayo mnafikiria nyie. अपने मतलब के लिए मेरे और मेरी 10 साल की बेटी. Kwa hiyo amenitumia mimi kwa miaka 10 mfululizo ili atimize njozi zake. Nasema hii ni blood criminal. Atajibu tu. तुम्हारा गुस्सा जायज है, Una haki ya kulalama. पर आजाद को समझने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए Lakini wewe hujawahi kumjuaga Azadi ni nani. तो कौन है. Na wala humjui Vikram Latori ni nani. Na wala humjui Ashurezi ni nani. 1986 ni kitambo sana. Sasa anaanza kupigiwa story. Kwa nini huyu Azadi anafanya mambo haya ambaye na kwa nini anaitwa Vikram Latori mara anaitwa Azadi? Sasa miaka iliyopita kuna jamaa alikuwa anaitwaga Vikram Latori ambaye ndio yule alikuja na chuma akapiga watu pale. Huyu mamba alikuwa ni mpiganaji wa kitaa, watu wanamwamini ni hero. Njoo upigane bana huku. Vikram Latori ambaye bana mambo ya ngumi siwezi, ambaye njoo huku uwanjani wewe. Wakati wa mvua imechukua nafasi yake. Hii michezo alikuwa anaipenda sana. Anasema sasa nani atabadilishana na Vikram Latori ngumi? Aingie aje apigane naye. Mara kuna miguu inaonekana inaingia hapa kama ya kike namna hii. Anakuja kuzipiga na Vikram Latori. Njoo. हार जाओगे. Umeshindwa. Anaambia nimeshindwa. Ai bwana.
Na ndio mchezo jinsi ulivyoenda. Ratori akashindwa na huyu mwanamke ambaye alikuwa ndio mkewe wa miaka hiyo, ambaye huyu mama ndo alileta mtoto ambaye